mpaka anaondoka, vyombo vya mawasiliano havikuwa vikubwa kama vya kwetu. Maswahaba mpaka wanaondoka, tabiina mpaka wanaondoka, tabiina mpaka wanaondoka. Kwa tafsiri fupi kabisa ambayo haina mjadala, ni kwamba walifunga kwa kutofautiana, kwa sababu mwezi una tatizo la hukumu, sio swaumu. Swaumu ni miongoni mwa hukumu. Kwa hiyo ndugu zangu, niendelee kusema kwamba dunia haiwezekani kufunga na kufungua siku moja. Swali, sunna ya mtume aliyoiacha mpaka anakufa ni ipi? Ni dunia kufunga siku moja wote pamoja, au ni dunia kutofautiana? Kwa sababu ukisema walifunga pamoja dunia nzima, itabidi uulizwe waliwasiliana vipi. Kama unakubali kwamba walifunga kwa kuachana, huko wamefunga kivyao, wale kivyao, wale kivyao, sunna ya mtume ni kuwaacha watu wafunge tofauti. Hiyo ndio sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ahbabi fillah, uhayyikum bi tahiyatin tayyibah, tahiyatul islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله القائل ويسألونك عن الأهلة الآية. والصلاة والسلام على الحبيب القائل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث. وعلى آله وصحبه وبعد. Watukufu ndugu zangu, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na ukarimu wake, insha Allah leo mada yetu anwani yake itaitwa dunia haiwezekani kufunga na kufungua wote siku moja. Mada yetu kwa leo itatamka dunia haiwezekani kufunga na kufungua wote au sote siku moja. Haiwezekani. Hii ndio mada yetu ambayo leo nataka kuiwasilisha kwenu. Lakini ni vizuri kabla ya kuifafanua mada hii, kuna mambo kadhaa ambayo Muislamu atakiwa ayajengee maswali na ayapatie majibu, kisha ndio aende kwenye kitu kinachoitwa dunia haiwezekani kufunga na kufungua siku moja. Haiwezekani. Kwanza ni vizuri Muislamu akajua ni nini hasa umuhimu wa mada za aina hii. Tena zinakuja ikikaribia Ramadhani au ikikaribia kuisha kwa Ramadhani. Nini umuhimu wa mada za aina hii? Hili ni vizuri Muislamu akalijua. Lakini pia Muislamu akishaambiwa hatuwezi kufunga na kufungua siku moja dunia nzima, atakuwa na hamu ya kujua ni nini maana ya siku kwa mujibu wa somo hili. Nini maana ya neno siku kwa mujibu wa somo hili? Muislamu atakuwa na hamu ya kujua. Lakini pia Muislamu atafanya hamu ya kutaka kujua kufunga kisheria ni nini. Nini maana ya kufunga kisheria? Alafu ndio useme kwamba dunia haiwezi kufunga na kufungua siku moja. Kwani kufunga maana yake nini kisheria? Lakini ni vizuri pia Muislamu akajijengea swali kwamba je, wale wanaohubiri
kwamba tunatakiwa dunia ifunge siku moja au tunatakiwa tufungue siku moja, maana yake ni kwamba kinachotupeleka huko ni mwezi muandamo ndio unaotusukuma kisheria kutupeleka kwenye maoni ya kwamba tufunge siku moja au tufungue siku moja. Kinachotupeleka huko ni mwezi muandamo. Swali, kwani huu mwezi muandamo hukumu yake ni Ramadhani tu? Na kama si Ramadhani tu, je, wale wanaohubiri huo mwezi wa dunia nzima wanautumia katika matukio mengine au wanataka utumike kwenye Ramadhani tu? Haya ni maswali manne ambayo Muislamu anakuwa na hamu ya kuyajua. Kwa ajili hiyo basi, ili tuweze kuifahamu vizuri mada hii, ni vizuri maswali haya yakapata majibu. Kwa Muislamu anapotaka kujua vipi hasa juu ya kitu kinachoitwa saumu ni nini, siku ni nini kwa mujibu wa saumu. Je, wanapotofautiana kufunga na kufungua, tukasema kuna mwezi wa dunia nzima, Kiswahili maarufu cha leo chaitwa mwezi wa kimataifa, ingawa kwenye vitabu hutakuta hicho kitu, lakini tayari hiyo ni lugha maarufu, mwezi wa kimataifa. Je, hawa wanaotumia mwezi wa kimataifa wanautumia kwenye Ramadhani tu, au hata ukimwalika harusi pia anakuja siku ile ya tarehe ya mwezi wa kimataifa? Na yeye pia atakuliangalia hilo. Lakini vizuri nikaeleza hili eneo baada ya kufafanua haya yafuatayo. Hapa kwetu Tanzania, sitaki niwasemee wengine, sisi hapa katika swala la kufunga na kufungua tumegawika makundi mawili makuu. Tumegawika makundi mawili ili uweze kujua ni nini umuhimu wa mada hizi. Hapa Tanzania kwa makundi haya mawili, ambayo kuna moja linachelewa kuanza kufunga, kuna moja linawahi kila siku kuanza kufunga. Haya ni makundi mawili ambayo yapo, hatuwezi kuyakataa, yapo. Lakini kuna moja ndio kundi kubwa sana na ndio la asili, alafu kuna moja ndio kundi dogo sana na ndilo lililozuka katika miaka ya karibuni. Huu nao pia ni ukweli ambao hauwezi kufichika. Kwa ajili hiyo, wajaona kwamba unaweza ukasema kuna kundi la zamani alafu kuna kundi jipya. Kwa hapa kwetu, mimi zungumzia Tanzania, kwa hapa kwetu miaka tu ya nyuma, wala haihitaji kutaka wazee sana, wazee wa wastani tu. Wajua kushapitisha miaka 40 na wewe watakaoitwa mzee, ingawa unakwepa kwepa, lakini umo. Ni miaka tu ya nyuma, hao wenyewe ambao kwa sasa wana huo mtazamo wa kundi la mwezi wa kimataifa, ambalo ni kundi jipya kwa hapa kwetu, kama utamuuliza yeye mwenyewe atakwambia hata baba yangu alikuwa hafungi hivi. Atakwambia kwamba ni miaka ya karibuni tu ndio limedhihiri hili kundi kwa hapa kwetu. Kwa kuna makundi mawili, kuna kundi ambalo linawahi kufunga na ndio lile kundi jipya lenye watu wachache. Alafu kuna kundi ambalo linachelewa kufunga, ndio lile kundi kubwa lenye watu wengi. Sasa hili ambalo limewahi kufunga litawahi pia kufungua, na hili ambalo limechelewa kufunga litachelewa pia kufungua. Labda itokezee mara chache, hutokezea mtu kachelewa kufunga na huyu kawahi kufunga, lakini huyu siku ile ambayo alitarajiwa kwamba iwe ndio 30 yake, ambayo huyu kwake ni 29, huyu mwezi akauona. Alipouona wakaingia kwenye Idi pamoja, akiwa huyu mmoja akaingia kwa sababu mwezi umeonekana kwa 29 na huyu mmoja akaingia kwenye Idi kwa sababu zimekamilika siku 30. Sasa haya ni makundi mawili, huwezi kuyakataa
Haya ni makundi mawili yapo. Sasa nini umuhimu wa kuzizungumza mada hizi? Katika haya makundi mawili, kundi linalowahi kufunga na kundi linalochelewa kufunga, kundi linalowahi kula Idi na kundi linalochelewa kula Idi, makundi haya mawili kila mmoja linamuona mwenzie anakosea. Kila moja. Hawa ambao wanawahi kufunga, hawa ambao ni kikundi kidogo, kichache, kipya, hawa wanawaona hawa ambao hawajaanza kufunga. Yani kwa mfano mwezi, kwa mujibu wanavyosikia, maana wenyewe wakisikia na mtu kwamba umetoka Malaysia, hawana haja ya kumjua maskini ya Mungu kwa Malaysia aliyeuona nani, wala pengine hawamjui hata sura. Lakini wakisikia wa Malay wanakula sikukuu, na wenyewe sikukuu tayari. Wakiwasikia wa Malay wanafunga, na wenyewe wanafunga wenyewe. Sasa hawa wanawakosoa hawa wanaochelewa kwamba leo ni Ramadhani mosi, lakini nyie mnakula mkitaraji kusubiri mwezi wenu. Kwa hiyo leo mnakula mchana wa Ramadhani pasina ruhusa ya kisheria. Sasa kula mchana wa Ramadhani pasina ruhusa ya kisheria, hilo ni kosa kisheria. Sasa huyu anachukua bidii sasa amnusuru huyu mwenzake anayekula mchana wa Ramadhani pasina ruhusa ya kisheria. Lakini huyu naye anayechelewa, ambaye ndiye kundi kubwa, anamwambia we, mbona leo Shabani 30 wafunga Ramadhani wewe? Leo Shabani 30, huo mwezi aliouona mtu wa Malaysia huko, mbona mtu wa Malaysia hafungi kwa mwezi wako wewe? Humjui jina, humjui sura, ingekuwa ni pesa ungemkopesha. Ila dini yako ndio unampa akushikie. Hakuna Ramadhani leo wewe. Tayari hawa wanawakosoa hawa. Ikifika Idi sasa, hawa ambao wanawahi kufungua, ili kundi kubwa ambalo mimi nasema ndio kundi letu, ili kubwa, linawaambia hawa kwamba mbona mnakula mchana wa Ramadhani? Leo ni Ramadhani 30. Wale wasema hapana, leo sio Ramadhani 30, leo ni Idi mosi. Mwezi umetoka huko sijui Afghanistan au wapi huko. Bwana, Afghanistan kauona nani wewe? Mbona masala ya kisheria unayofanya madogo? Lakini ushaonekana kwa kuwa ni mwezi wa kimataifa na tumeambiwa ukionekana popote tufunge au tufungue. Sasa huyu anamkosoa huyu kwamba anakula mchana wa Ramadhani mwanzo. Huyu naye anamkosoa huyu anakula mchana wa Ramadhani mwisho. Huyu anamkosoa huyu amefunga siku ya Shaabani 30 aita Ramadhani. Huyu naye anamkosoa huyu badala ya kuswali Idi yeye kafunga. Haya ni makundi mawili. Lazima kila moja lifanye kazi ya kumnusuru mwenzake. Na huo ndio Uislamu. Kama unaigeuza mara mbili, ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika, wewe geuze tu, utakuja kuona ina umuhimu. Uweze kumuona mwenzako eti hayuko sawa sawa, alafu huchukui njia yoyote ya kumsaidia. Sallu ala nabii. Allahumma salli ala. Ingawa lakini kuna mbinu chafu wakati mwingine hutumika katika mambo kama haya mijadala. Yani mtu akishajenga msimamo wake, hataki watu wafundishwe msimamo ule wa pili. Hapana, hiyo sio haki. Haki ukimuelekeza mtu msimamo wako, muache pia apokee msimamo mwingine, alafu apime kama mwanadamu ana akili timamu, na pia na yeye ndiye atakayeulizwa akhera. Kwa nimetaka hili kwanza mlielewe kwa nini kuna umuhimu wa mihadhara au mada za aina hii. Lengo kubwa ni kusaidiana, kunusuriana, ili ifikie kipindi hawa ambao walizuka hapa katikati warudi kwenye kundi kubwa. Siku zote kama ukiwa wewe kikundi chako kilichipua, kikawa kikubwa, ikawa matata, alafu baadaye kikaelekezwa kama unakwenda kwa ajili ya dini, unarudi. Ukirudi, umoja wa Waislamu unaendelea kama zamani. Hii ilikuwa ni sababu moja ya kufanua hilo. Lakini jambo la pili ambalo nataka lieleweke ni juu ya neno siku katika somo hili la saumu. Ndugu zangu, siku unaweza ukaigawa katika maeneo karibu matatu. Kuna siku kwa maana zile siku za umri,
siku inayokusudia umri. Mtoto leo tangu azaliwe ana siku ngapi? Unakusudia umri wa mtoto. Siku pale utaitumia kwa saa 24. Ukisema na siku 6, maana yake ni siku kwa maana ile saa 24. Lakini ujue mlinzi wako usiku akisema kwamba hajaja kazini siku 5, maana yake hajaja kazini katika usiku tu. Hakusudi mchana, maana anakulindia usiku tu. Kwako wewe hapo neno siku unalitumia kama usiku mtupu. Ramadhani tukisema ni ayama ma'dudati, tukisema kwamba mwenye kufunga Ramadhani atalipwa kadha, tunakusudia kuanzia alfajiri mpaka magharibi. Ndio siku kwetu. Hakuna neno Ramadhani tukakusudia saa 24. Mtu hafungi saa 24. Ukielewa siku kwa tafsiri hiyo, hutopata tabu kwamba haiwezekani dunia kufunga siku moja, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa huyu mtu aliyeuanza mchana wake wa alfajiri na akaumaliza magharibi, mwingine hata hajauanza huo mchana dunia hii. Kwa hiyo ukiwahubiria tu watu kwamba lazima tufunge siku moja, wako wenye muono wakidhani kwamba hii dunia inafanana kwenye mchana na usiku. Wako wenye muono huo. Kumbe maskini ya Mungu hawaelewi kwamba saa 7:30 hii, saa 7:30 hii tuliokuwa nayo hivi sasa, tayari dunia ina usiku mara 2 na mchana mmoja. Yani sisi hapa tulipo ni mchana hapa. Wenzetu wa Auckland, New Zealand ni usiku. Wenzetu wa Marekani ni usiku. Wenzetu wa huko ni usiku wa mbele wa kuamkia Jumamosi. Wenzetu wa huko ni usiku wa kuamkia Ijumaa, sie ni mchana. Na hilo halibadiliki kwamba eti litaondoka siku moja irudi katika utaratibu kwamba mchana ni wote, usiku ni wote. Sasa unapowaambia hawa kwamba dunia ifunge siku moja, kwa nini hawa hawafunge dunia siku moja? Angalia wenzetu wale wakula Christmas pamoja, angalia wenzetu. Yaani kuna mtu anatamani ana wenzake eti huko ambao wanakula Christmas pamoja, anatamani mwenyewe abaki na wenzake huko. Masuala ya kisheria haya unafanya maskhara. Kwa tukisema siku, nirejee ili upaelewe vizuri hapo, tunakusudia mchana tu. Na ndio maana kwamba laani na nywani, kulu washrabu, kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min alkhaytil aswad. Maana alfajiri shaingia hapo, min alfajiri. Lakini baadaye thumma atimmu siyama ila al-layli. Maana kutokea alfajiri mpaka magharibi, hapa ndio siku ya Ramadhani. Kwa hiyo ukisema wewe kwamba Ramadhani ya mwaka huu sikufunga siku 8, maana yake hukufunga kuanzia alfajiri mpaka magharibi. Sio kwa maana yake hukufunga saa 24. Kwa hiyo mjadala ukija, ukiambiwa dunia haiwezi kuwa na siku moja, kwa hatuwezi kufunga na kufungua siku moja, wewe unaposema kwamba kawaida kuna hawa wanaimaliza siku, alafu kabla haijaisha hawa huku washaianza kwa tafsiri ya kwamba siku ni saa 24, kwani wewe ufunga saa 24? Kwa sisi hapa tunachozungumzia tutauzungumzia mchana, na ndio somo letu. Hili ilikuwa ni sehemu muhimu sana kuielewa. Sehemu nyingine kuielewa ni maana ya neno kufunga. Kwa maana yake ni imsak anil mufattirati, kujizuilia na vile vitu vyenye kufunguza, ambavyo ni kuanzia alfajiri mpaka magharibi. Hapo ndio mwisho wako wa kujizuia. Kwa ajili hiyo niendelee kusema kuhusu kinachoitwa mwezi wa kimataifa. Kwanza ni vizuri neno hili likakaa sawa kidogo, kwa sababu limetumika bila kupata ufafanuzi kwamba makundi hapa yako mawili. Kuna kundi linaitwa, sio kisheria, linaitwa kwamba hili ni kundi la mwezi wa kimataifa, alafu kuna kundi linaitwa hili ni kundi la mwezi wa ndani. Hili halitumii mwezi wa kimataifa. Ukweli halisi, kuna kundi